Hakika, miaka 20 ilipita kwa kasi sana. Michael alikuwa kijana mwenye nguvu na hekima, na alifahamu kuwa kazi aliyopewa ilikuwa kubwa na ngumu. Licha ya mafundisho ya Bi Rebecca na maombi ya kila siku, alikuwa na maswali mengi kuhusu jinsi ya kumaliza giza lililokuwa linazunguka na kutawala taifa lake. Alihisi kuwa kuna zaidi ya alichokijua, na moyo wake ulikuwa na kiu ya kutafuta majibu. Ninawezaje kuondoa giza hili katika nchi yangu? Siwezi kufanya peke yangu, alijiambia. Alienda kwa Bi Rebecca ili kushiriki mawazo yake. Alimkuta akifanya maombi kwa bidii katika kibanda cha sala, akiwa kimya kwa dakika kadhaa kabla ya kusema, Bi Rebecca, wakati umefika. Sina hakika jinsi nitakavyoweza kuondoa giza hili kutoka kwa nchi yangu. Tunahitaji msaada, lakini msaada wa kiroho, msaada wa kweli kutoka kwa Mungu. Bi Rebecca alifungua macho yake na kumtazama kwa macho ya upole. Michael, Mungu atakuletea mtu atakayekusaidia, ila si kwa namna unavyofikiria. Utajua ni lini, lakini kumbuka, lazima uwe na imani na usikate tamaa. Wakati huo, giza lilikuwa linajitokeza kwa njia mbalimbali katika miji mikubwa. Uovu ulikuwa ukiangamiza roho za watu, na taifa lilikuwa likikosa matumaini. Wachawi walikuwa wakieneza ushawishi wao kwa siri, wakijua kuwa muda wao wa kushinda ulikuwa umekaribia. Lakini Michael alijua kuwa Mungu alikuwa na mpango maalum. Alikaa kimya kwa muda, kisha akajua kuwa kuna jambo la kipekee litakalomsaidia. Aliamua kusafiri kutoka kijijini kwao hadi Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara wa nchi. Aliamini kuwa hiyo ingeweza kuwa sehemu ya kwanza katika safari yake ya kumaliza giza na kuleta mwanga. Katika jiji la Dar es Salaam, mtu mmoja aliyekuwa akifanya kazi kama mfanyakazi katika shirika kubwa la maendeleo alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Jina lake lilikuwa Daniel. Alikuwa akifanya kazi ya ofisini, lakini alikuwa na kiu ya kipekee ya kumtumikia Mungu. Alihisi kuwa kuna jambo kubwa ambalo Mungu alikuwa akimtayarisha kulifanya, lakini hakujua ni kitu gani. Siku moja, alipokuwa akifanya kazi, aliona tangazo la kipekee likitangaza tafuta ya mfanyakazi mpya kwa ajili ya mradi mkubwa wa kimaendeleo wa kijiji cha mbali. Aliishi kwa imani, akijua kuwa hii ilikuwa fursa ya Mungu kumtumia kwa njia ambayo hakuwa anatarajia. Michael alifika Dar es Salaam akiwa na matumaini makubwa, lakini alijua kuwa safari yake ilikuwa bado mbali. Alijua kuwa giza lingekuwa linamtafuta, lakini aliishi kwa imani kuwa Mungu alikuwa atamfungulia njia. Alikuwa na maombi kila wakati, na alijua kuwa kitu kikubwa kitakuja kutoka kwa mtu aliye Dar es Salaam. Aliishi kwa matumaini, akiwa akijua kuwa hiyo ilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa kuiondoa giza kutoka kwa taifa. Michael alikuwa na kusudi la kuwa miongoni mwa wale walioleta nuru katika taifa hilo lililozungukwa na giza. Aliingia Dar es Salaam akiwa na shingo ya juu, lakini hofu ilikuwa ikimsumbua moyoni mwake. Alifahamu kuwa safari yake ilikuwa ngumu, lakini alijua kuwa alikuwa amepewa jukumu kubwa na Mungu. Alikuwa na imani kuwa mtu ambaye Mungu alikuwa amemwandaa angekutana naye na kusaidia kumaliza kazi hiyo kubwa. Aliendelea kutembea mitaani ya Dar es Salaam akimtafuta Daniel, mtu aliyetangazwa kuwa angehitajika kwa mradi wa maendeleo wa kijiji cha mbali. Aliishi kwa imani kuwa hili lilikuwa jambo lililotumiwa na Mungu. Wakati huo, giza lilijitokeza kwa njia ya kutisha. Wachawi walikuwa wakifanya kila linalowezekana kuzima nguvu za kiroho za watu wa Mungu. Alijua kuwa haikuwa rahisi, lakini Michael alijua kuwa lazima ashinde. Alikuwa na matumaini, lakini alifahamu kuwa mapambano yangekuwa magumu. Moyo wake ulijua kuwa Mungu angeweza kufungua njia na kumwonyesha mtu ambaye atakuwa msaada kwake. Aliendelea kuomba kwa bidii, akijua kuwa atasikia sauti ya Mungu ikimwongoza aende wapi. Ilikuwa ni vita ya kiroho, na alikuwa tayari kwa mapambano yoyote yaliyokuwa mbele yake. Michael alitembea katika mtaa mmoja wa jiji, akijua kuwa Mungu alikuwa amemwandaa mtu kwa ajili yake. Ghafla, aliona mtu mmoja akitembea kwa haraka, macho yake yakiwa na mkazo wa kiroho. Alimfuata, akijua kuwa huyu alikuwa mtu wa Mungu aliyetumwa. Daniel aliona kielelezo cha Michael, na alijua kwa hakika kuwa alikuwa mtu aliyepewa kazi kubwa na Mungu. Aliweza kuona nuru ya Mungu ikimzunguka, na alijua kuwa jambo hili lilikuwa la kiroho na muhimu. Wewe ndiye Michael? Daniel alimuuliza kwa sauti ya upole. Michael alitikisa kichwa. Ndiyo, mimi ni Michael. Nilitumwa na Mungu kwa ajili ya kazi hii kubwa. Daniel alijua kuwa alikuwa amekutana na mtu wa kipekee, na alijua kuwa huu ulikuwa mwanzo wa kazi kubwa mbele yao. Alihamasika na kusema, Mungu anatuleta pamoja kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika taifa hili. Hatufai kuendelea kuwa na hofu. Tuna nguvu za kiroho na Mungu atatujalia ushindi. Wakiwa pamoja, walijua kuwa walikuwa wamepata mtu sahihi kwa kazi hiyo kubwa.
Walijua kuwa kwa pamoja, kwa maombi na imani, wangeweza kushinda mapambano ya kiroho yaliyokuwa mbele yao. Kwa pamoja, Michael na Daniel walijua kuwa walikuwa na kazi kubwa mbele yao. Walipanga mikakati ya kuhamasisha watu kwa nguvu za Mungu. Walijua kuwa hatua ya kwanza ilikuwa ni kumwomba Mungu kwa maombi, kuleta mwanga katika giza na kuondoa nguvu za wachawi na uovu unaotawala taifa. Tutaanza kwa maombi, kwa kila nyumba, kwa kila mtaa. Tutaleta nuru katika giza, alisema Michael kwa sauti ya imani. Daniel alijua kuwa walikuwa wamegundua siri ya ushindi, mstari wa nguvu za maombi, umoja na imani kubwa kwa Mungu. Aliwaambia Michael, Mungu atakuongoza. Tujiandae kwa mapambano makubwa, lakini kwa imani tutashinda. Kazi ya kuondoa giza katika nchi ilikuwa ngumu, lakini Michael na Daniel walijua kuwa walikuwa katika mpango wa Mungu na hakuna jambo lolote linaloweza kuzuia kile Mungu alichoahidi. Michael na Daniel walijua kuwa mbele yao kulikuwa na changamoto nyingi, lakini walijua kuwa imani yao kwa Mungu na nguvu za maombi zingewasaidia kushinda. Walikuwa tayari kushirikiana na watu wa nchi yao, kuleta mabadiliko na kuleta nuru inayotoka kwa Mungu. Michael na Daniel walikuwa wamejizatiti na kujiandaa kwa kazi kubwa iliyo mbele yao. Walijua kuwa hatua ya kwanza ilikuwa ni kuanzisha maombi kwa nguvu kubwa, kwa ajili ya kumleta nuru ya Mungu katika giza lililozunguka taifa lao. Walikuwa wamejua kuwa mapambano ya kiroho hayakuwa rahisi, lakini walikuwa na imani thabiti kuwa ushindi ulikuwa mikononi mwa Mungu. Kwa msaada wa Daniel, Michael alikusanya watu wa kijiji cha Mavuno pamoja na alianza kuwafundisha kuhusu maombi ya imani na nguvu ya Mungu. Walikuwa wamejaa njaa ya kiroho, wakiwa na kiu ya nuru na mabadiliko. Michael alijua kuwa ili kuliondoa giza lililokithiri, walihitaji umoja na mapenzi ya Mungu. Aliongoza maombi kwa nguvu, na Daniel alishirikiana naye katika kuongoza watu kwa imani na maombi ya pamoja. Katika kila nyumba walizopita, waliona machache, lakini ilianza kuwa wazi kuwa nuru ya Mungu ilikuwa inaanza kuangaza. Hata hivyo, walijua kuwa changamoto zilikuwa nyingi, kwani wachawi walikuwa wakiendeleza njama zao za kimafia. Hatufai kuogopa, Michael. Daniel alijua kuwa walikuwa wanapigana vita kubwa ya kiroho. Tutakutana na upinzani, lakini Mungu atatusaidia. Tutaendelea kusimama na kumtumikia. Wachawi walikuwa wanajua kuwa Michael na Daniel walikuwa wamejitoa kwa Mungu, na hivyo walijaribu kila njia kuwazuia wasifanikiwe. Walitumia uchawi wao kuleta shida katika maeneo ya maombi, wakijaribu kuwazuia watu wa Mavuno wasikusanyike pamoja kwa ajili ya maombi. Lakini Michael alijua kuwa maombi ni nguvu kuu kuliko uchawi. Alikuwa na imani kuwa Mungu angeweza kumlinda na kumsaidia kushinda. Aliendelea kuhamasisha watu kuwa umoja wao ungewapa nguvu zaidi kuliko vita vya kimwili. Mungu atatutangulia, tusikate tamaa, alisema Michael kwa sauti yenye ujasiri. Kwa vile walikuwa wakipambana na nguvu za giza, walijua kuwa upinzani ungeongezeka. Waliona ishara za wachawi wakichochea vurugu katika vijiji vya jirani, wakiwa na lengo la kuzuia kazi ya Mungu. Lakini Michael na Daniel walijua kuwa kila vita wanavyoenda mbele, nguvu za Mungu zingekuwa zaidi. Tutahitaji msaada kutoka sehemu zingine, alisema Daniel kwa Michael. Mungu atatufungulia milango na tutapata msaada wa kiroho kutoka kwa watu wa Dar es Salaam. Baada ya kipindi kirefu cha maombi, walikuwa wamefanya mabadiliko katika kijiji cha Mavuno, lakini walijua kuwa kazi haikuwa imeisha. Walikuwa wakienda mbali zaidi, na ili kumaliza kazi hii, walihitaji msaada zaidi kutoka kwa watu wa jiji kuu. Mungu alikuwa ameandaa njia mpya kwao. Michael alipokea ujumbe kutoka kwa mmoja wa watu waliokuwa wakifuatilia maendeleo ya kazi yake. Aliambiwa kuwa kuna mtu mmoja mkubwa kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwa ameona kazi ya kiroho iliyokuwa ikifanyika na alikuwa tayari kusaidia kwa nguvu zake za kifedha na kiroho. Huyu mtu alikuwa na uhusiano mkubwa na viongozi wa kiserikali na alijua kuwa Michael na Daniel walikuwa na kazi kubwa mbele yao. Hii ni nafasi ya Mungu, Michael alisema kwa furaha. Mungu ameandaa watu ambao watatusaidia katika mchakato huu. Baada ya kuungana na watu wa Dar es Salaam, Michael na Daniel walifanya mipango ya haraka kwa ajili ya kuendelea na vita ya kiroho. Walikuwa wamejizati kwa nguvu zote, na msaada kutoka kwa watu wa jiji kuu ulileta upepo mpya wa matumaini. Walijua kuwa sasa walikuwa na ushawishi zaidi na zaidi wa kubadili hali ya taifa. Msaada wa kifedha ulitumika katika kusaidia kuanzisha mikutano ya maombi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Walikuwa na nguvu mpya ya kupigania nuru na kuondoa nguvu za giza katika kila kona ya nchi. Watu walikuwa wakikusanyika kwa furaha na imani, wakiwa na matumaini ya mabadiliko makubwa. Kwa miezi kadhaa, Michael na Daniel walijitahidi kuwafundisha watu wa taifa jinsi ya kupambana na giza kwa imani na maombi. Walijua kuwa kazi yao ilikuwa kubwa, lakini Mungu alikuwa akiwapa nguvu za kumaliza kazi hiyo.
Kila mahali walipokwenda, waliona mabadiliko madogo madogo, lakini yaliyo ya maana. Katika miji mingine, waliona wachawi wakijaribu kukatisha matumaini ya watu, lakini walijua kuwa nguvu za Mungu zilikuwa juu ya nguvu za uchawi. Tutashinda, alisema Michael kwa imani kubwa. Giza haliwezi kushinda mwanga. Mungu anatembea mbele yetu. Vita dhidi ya giza ilikuwa bado inahitajika kwa juhudi kubwa, lakini Michael na Daniel walijua kuwa Mungu alikuwa akiongoza kila hatua yao. Walikuwa na matumaini kuwa kwa msaada wa watu kutoka sehemu mbalimbali za nchi, wangeweza kuleta mabadiliko ya kudumu. Kazi ya Michael na Daniel ilizidi kukua na matumaini ya mabadiliko ya kweli yalianza kuonekana. Walijua kuwa walikuwa wakifanya kazi ya kiroho isiyokuwa na kifani, na walikuwa na imani thabiti kuwa Mungu alikuwa akiwasaidia kwa kila hatua. Walijua kuwa ushindi ungeweza kupatikana kwa maombi, imani na umoja wa watu wa Mungu. Hata hivyo, kadri walivyokuwa wakifanya kazi hii kubwa, walikumbana na vikwazo vingi zaidi. Wachawi walijua kuwa nguvu zao zilikuwa zinapungua na walijaribu kutumia kila mbinu kufuruga kazi ya Mungu. Walijitahidi kuzima mikutano ya maombi kwa njia za siri, wakitumia nguvu zao za giza kuwarudisha nyuma wale waliokuwa wanahusiana na kazi ya Michael na Daniel. Lakini Michael hakukata tamaa. Aliendelea kwa imani, akijua kuwa njia ya kushinda ilikuwa ni kupitia nguvu za maombi na uaminifu kwa Mungu. Aliweka mbele uso wa Mungu, akijua kuwa majaribu hayo yalikuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Wachawi hawawezi kushinda nuru ya Mungu, alisema Michael kwa kujiamini, macho yake yakionyesha imani thabiti. Katika safari yao, Michael na Daniel walijua kuwa walikuwa wanahitaji maarifa ya kiroho kutoka kwa Mungu ili waweze kujua hatua za kuchukua na jinsi ya kuleta ushindi wa kweli. Walikutana na wazee wa kiroho kutoka kwa makanisa mbalimbali ambao walikuwa na ufahamu wa kina kuhusu vita ya kiroho na mikakati ya kushinda. Walijua kuwa kama wangeweza kutumia maarifa haya, wangeweza kushinda mapingamizi yote yaliyo mbele yao. Katika mji mmoja, walikutana na mtumishi wa Mungu aliyeitwa Ezekieli, ambaye alikuwa na kipawa cha maombi na uongozi wa kiroho. Alikuwa na maono na alijua kuwa Michael alikuwa na kazi kubwa mbele yake. Alimfundisha Michael na Daniel kuhusu nguvu ya maombi ya kimuujiza na jinsi ya kushinda majaribu ya kiroho kwa kutumia neno la Mungu. Hatutakiwi kukata tamaa mbele ya magumu, alisema Ezekieli kwa sauti ya umakini. Kila hatua ya ushindi ni hatua ya imani, na imani hufanya maajabu. Kwa msaada wa Ezekieli na wataalamu wa kiroho, Michael na Daniel walijua kuwa walikuwa tayari kupambana na giza kwa nguvu zaidi. Walianzisha mikutano ya maombi katika miji mikubwa, wakikusanya watu kwa ajili ya ombi la pamoja ili kumwomba Mungu kuwaondolee nguvu za wachawi na uovu unaotawala nchi. Watu walikusanyika kwa wingi na imani yao ilikuwa imara kuliko awali. Walijua kuwa Mungu alikuwa akifanya kazi ya pekee kwao. Michael aliongoza maombi kwa bidii na Danieli aliongoza mikutano ya kila siku ili watu wa Mungu wakuze imani yao. Kadri walivyokuwa wakielekea mbele, walijua kuwa ushindi ulikuwa karibu. Michael alijua kuwa Mungu alikuwa amewatangulia na kilichobaki ni wao kushikilia imani yao na kuendelea kupigana kwa maombi. Wachawi walijaribu tena kufanya majaribio ya kuzuia mapenzi ya Mungu, lakini waligundua kuwa nguvu za Mungu zilikuwa juu ya kila njama zao. Tumeshinda, alisema Daniel akiwa na furaha. Giza limeanza kufifia, nuru imeanza kuangaza. Kwa msaada wa watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali, Michael na Daniel waliona nuru ikianza kuangaza katika kila sehemu ya taifa. Watu walikuwa wanapokea mafunzo ya kiroho na maombi yalikuwa yakileta matokeo ya kweli. Waliona mabadiliko katika jamii na watu walikuwa wanajua kuwa Mungu alikuwa akifanya kazi kubwa katika maisha yao. Lakini Michael alijua kuwa safari haikuwa imeisha. Hii ilikuwa hatua moja tu katika kazi kubwa zaidi aliyopewa na Mungu. Aliendelea kuomba, akijua kuwa Mungu alikuwa na mpango wa kudumu kwa taifa lao. Tutashinda kabisa kwa nguvu za Mungu, alisema Michael kwa imani, macho yake yakielekea mbele, akiwa na uhakika wa ushindi wa milele. Wakiwa na moyo mmoja na maombi ya dhati, Michael na Daniel walijua kuwa walikuwa katika hatua muhimu ya kazi yao. Walijua kuwa kazi yao ilikuwa kubwa na ngumu, lakini walikuwa na imani kwamba kupitia nguvu za Mungu, giza lingetoweka na nuru itamulika kwa taifa lao. Hakika, giza lilikuwa linapungua taratibu, lakini Michael na Daniel walijua kuwa kazi yao haikuwa imekamilika. Walikuwa wakiishi kwa imani, wakijua kuwa Mungu alikuwa akiwafungulia njia mpya kila siku, lakini walijua kuwa mapambano ya kiroho yaliyo mbele yao yangekuwa magumu zaidi. Walikuwa wanakutana na upinzani mkubwa kutoka kwa wachawi na wale waliokuwa wanapinga mabadiliko, lakini walijua kuwa nguvu za Mungu zilikuwa juu ya kila changamoto.
Wachawi walijua kuwa nguvu zao zilikuwa zikidhoofika na walijaribu kila njia ya kuzuia mapenzi ya Mungu. Walijitahidi kuzima maombi kwa kuchochea vurugu katika maeneo ya maombi, lakini waligundua kuwa kila waliokuwa wakifanya kilikuwa kinapungukiwa na nguvu. Michael alijua kuwa vita hii ilikuwa kubwa, lakini alijua pia kuwa Mungu alikuwa akiwafundisha kumtumainia na kumngojea kwa subra. Giza haliwezi kushinda mwanga wa Mungu, Michael alisema kwa dhati, huku akifanya maombi ya nguvu kwa watu wa kijiji cha Mavuno. Siku moja, wakati Michael na Daniel walipokuwa wakifanya maombi kwa bidii, waliona ishara kubwa kutoka kwa Mungu. Michael aliona ndoto ya wazi, ambapo aliona nuru ikimwangaza kutoka kwa mawe ya zamani yaliyojaa uchafu. Nuru hiyo ilipokuwa inang'aa, uchafu wote ulitoweka, na aliona mtu mmoja akiwa amevaa vazi la mfalme, akitembea mbele ya mfalme wa giza na kumshinda kwa nguvu za Mungu. Alijua kuwa hiyo ilikuwa ishara ya ushindi wa Mungu juu ya giza lililokuwa linakandamiza taifa lao. Hii ni ishara kutoka kwa Mungu, Michael alijua, akijua kuwa ushindi ulikuwa karibu. Michael alikusanya viongozi wa kiroho kutoka sehemu mbalimbali za nchi, akielezea maono aliyoyaona. Walijua kuwa wakati wa kuleta ushindi ulifika. Walikuwa wamejizati kwa maombi na kwa mikutano ya imani, lakini walijua kuwa ili kuleta mabadiliko ya kudumu, walihitaji kuwa na umoja zaidi. Walijua kuwa giza lingeendelea kujaribu kushikilia taifa, lakini walikuwa na imani kuwa Mungu alikuwa amewaita kwa kazi hii kubwa. Katika kila jiji walilopita, waliona watu wakiwa wamejaa matumaini mapya, na walikuwa wanajua kuwa umoja wao na imani yao itawapa nguvu ya kumaliza kazi hii kubwa. Michael na Daniel walijua kuwa kazi yao ilikuwa kubwa, lakini walikuwa na imani kwamba Mungu angeweza kuleta mabadiliko ya kudumu. Wakati kazi hii ikiendelea, Michael aliona umuhimu wa kumfundisha kila mtu jinsi ya kushinda vita ya kiroho. Aliandaa mafundisho ya kiroho kwa kila mji na kijiji walikopita, akiwafundisha watu jinsi ya kusimama imara mbele ya changamoto yoyote inayokuja. Alijua kuwa ili kumaliza giza, walihitaji kuelewa sheria za kiroho na jinsi ya kushinda majaribu ya giza kwa kutumia neno la Mungu. Wakati wa kila mkutano, Michael aliongoza watu katika maombi, akijua kuwa nguvu za Mungu zingekuwa zinazidi kuonekana kwa kila hatua waliochukua. Walikuwa na imani thabiti kuwa giza litakuwa limeondolewa kabisa. Kama ilivyokuwa katika ndoto ya Michael, nuru ilianza kuangaza zaidi katika nchi hiyo. Waliona viongozi wa kiroho wakiongoza kwa mfano, na watu wa Mungu walijua kuwa walikuwa katika vita ya kiroho kubwa, lakini ushindi ulikuwa karibu. Giza lilikuwa likififia kwa haraka na mwanga wa Mungu ulikuwa ukiongezeka. Katika kila eneo walilopita, waliona watu wakibadilika, na walijua kuwa Mungu alikuwa akifanya kazi ya kipekee. Waliona mapambo ya sherehe na maombi yakifanyika kwa furaha, na walijua kuwa mabadiliko ya kweli yalikuwa yanaendelea. Tutashinda, Michael alisema kwa kujiamini, huku akiongoza watu katika maombi ya mwisho. Katika siku za mwisho za safari yao, Michael aliona ushindi wa mwisho. Giza lilikuwa limeondolewa kwa njia ya kipekee, na nuru ya Mungu ilikuwa iking'aa kote nchini. Waliona watu wakitembea kwa furaha, wakijua kuwa walikuwa wamepata ushindi wa kiroho. Wachawi walikuwa wamepitwa na muda, na nguvu zao zilikuwa zimepungua kwa kiasi kikubwa. Michael aliona katika moyo wake kuwa Mungu alikuwa amemaliza kazi, na taifa lilikuwa tayari kuingia katika kipindi cha amani, furaha na mwanga wa Mungu. Tumefanikiwa, alisema Michael kwa furaha, akielekeza macho yake kwa mji wa Dar es Salaam, akiwa na imani kuwa kazi kubwa zaidi ya Mungu ilikuwa ikianzia sasa. Giza lilikuwa limeondolewa, lakini Michael na Daniel walijua kuwa kazi ya Mungu ilikuwa bado inaendelea. Walijua kuwa walikuwa wakiishi katika kipindi cha mabadiliko makubwa, na Mungu alikuwa akiwatumia kama vyombo vya mabadiliko hayo. Je, Michael na Daniel wataweza kuendelea kuleta nuru ya Mungu katika taifa lao? Itaendelea.